Kwa majina naitwa Julius George Rupenza, ni mwenyekiti wa mtaa wa Runyanywi. Kama walivyokwisha kueleza viongozi wenzangu kwamba tatizo hili ni kubwa, pia ni la muda mrefu, kama ambavyo maelezo yamekwisha kutolewa kwamba 2002 mgogoro huu umeanza. Wananchi wa Magoda na Runyanywi mwaka huu 2002 walianza kuona maeneo yao yanatumiwa na taasisi ya Kilutheri. Ndipo walipoanza kuuliza kuanzia ofisi ya kijiji kwamba tunafukuzwa kwenye maeneo yetu, tunataka kujua, kwa sababu walinzi wale wanatueleza kwamba wameajiriwa na taasisi ya Kilutheri ili kulinda hayo maeneo. Kwa hiyo wananchi walipokuwa wamekosa taarifa sahihi kijijini, kwa kuwa hata kijijini hii taasisi haikupeleka barua yoyote ya utambulisho kwamba inawekeza maeneo haya, waliandika barua mbalimbali kutaka wakae na hilo kanisa ili wajadiliane kwamba wamepataje ardhi ile, na huku ardhi ile mwananchi ni ya kwake. Lakini barua zile hazikuishia tu, mkurugenzi aliandikiwa suluhu mbalimbali, mkuu wa mkoa Mtaka amefanya suluhu kwenye hili jambo, lakini mabaraza ya kata, wananchi wameshtakiana huko na hiyo taasisi, wananchi wameshinda. Kwa hiyo kutokana na ushauri wa mabaraza ya kata, ilionekana wananchi wana haki. Kwa hiyo waliendelea wananchi kutumia maeneo yao, lakini mkuu wa mkoa alipokuja pia aliunda tume na ikishirikiana na wananchi. Mkuu wa mkoa akasema mridhiane kwa vile ambavyo mnaweza kufanya maridhiano. Yeye alisimamia tu, lakini mwisho wa siku Waruteli walikataa mawazo ya wananchi ya kukaa kwa pamoja ili kufanyaje, kupata suluhu. Lakini mwisho wa siku wananchi wamekamatwa sana kama sehemu ya wavamizi, wamewekwa ndani. Nikiwepo, hata mimi mwenyewe niliwahi kukaa ndani kwa mambo haya ya ardhi ya mgogoro, kwamba sisi tumevamia ardhi ya kanisa. Lakini sasa polisi pia waliwahi kutoa ushauri kwamba watakamata watu mpaka lini. Ni vizuri watu asiyeridhika aende mahakamani. Wananchi wanatumia maeneo yao, wanajenga. Uzuri ni kwamba taasisi hii ilienda mahakamani. Wakati imeenda mahakamani ikafungua mashtaka kwa washtaki wananchi kwamba wamevamia maeneo yao kwa kuwa wao walipata hati. Sasa swali linakuja, ulipata hati lini? Inaonekana alipata hati wakati barua za sisi kumuomba tukae chini tujadiliana lilipataje eneo, kabla hatujakaa mbele anapata hati. Sasa wananchi wanauliza, ulipataje hati wakati malalamiko yako mezani? Okay. Hapo. Mheshimiwa Waziri wa Ardhi alikuja tarehe 3. Na tunaelezwa wewe kama mwenyekiti kwa ni miongoni mwa watu ambao mlialikwa kwenye kile kikao kwa lengo la kutafuta suluhu ya mgogoro. Hebu tuambie mlizungumza nini na waziri? Kimsingi mimi kupitia mtendaji wangu wa kata nilipewa taarifa kwamba waziri anakuja. Nadhani ilikuwa tarehe 3. Kwa kweli tulitii agizo hilo, tulienda pale ofisi za mkuu wa mkoa, tulikaa pale ukumbini kwa muda mrefu kama saa 6 hivi. Kutoka ile saa 3 MC wa pale ukumbini akaja akasema waziri ameshafika majira yale ya saa 6, kwa yuko ofisi ya mkuu wa mkoa, muda wote atakuja kuzungumza na sisi. Kwa kweli tuliendelea kusubiri. Tulipokaa kidogo tena MC akaja kaleta taarifa kwamba inaonekana waziri bado ana mazungumzo ya muda mrefu kidogo, tuendelee kuvumilia. Lakini viongozi tunaomba mpate chai kwa muda huu mfupi. Halafu then tukimaliza kupata chai tutaingia tena ukumbini tumsikilize mheshimiwa waziri. Kwa kweli tulipata chai ya pamoja, lakini tokea hapo tulirudi tena kukaa ukumbini tukisubiri kwamba kiongozi wetu akimaliza yale ambayo anayatekeleza atakuja kuongea na sisi. Kimsingi kilichoendelea pale, muda kidogo tukaona magari yanawashwa yaliyopaki nje. Tukabaki kuulizana kwamba sasa haya magari yanaondoka kwenda wapi? Akasema viongozi wakasema tunaposikia mheshimiwa waziri anaenda sehemu yenye mgogoro. Akasema sasa mbona sisi kama viongozi wa mtaa au wa kijiji
hatujaelezwa lolote kuhusu wito wake. Kwa kweli tulikosa majibu. Lakini jioni, mimi ilikuwa ni siku ya pili upande wangu, napokea taarifa kwenye mtandao kwamba waziri amekuja site na viongozi wengine alioongozana nao, ametoa tamko tayari kwamba eneo hili ni mali ya KKKT kwa sababu wao walipata hati. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nyinyi mnahitaji nini sasa hivi? Na je, mgogoro huu unawaathiri vipi kwenye shughuli zenu za kiuchumi? Kimsingi unatuathiri sana, kama wananchi tunaathiriwa sana na mgogoro huu. Kwanza hata kisaikolojia. Kwa sababu mwananchi ni kama analala bila amani kwenye mazingira hayo anayoishi. Kwa sababu huyu inafika mahali kanisa lenyewe wanatumia migambo yao binafsi kupita kwenye maeneo ya watu bila hata taratibu na kuwatisha wananchi. Hii imefanyika si mara moja. Kwa hiyo athari ni kubwa, ndugu mwandishi wa habari, lakini sisi ushauri wetu kwa serikali yetu, tunashauri kwamba ni vizuri wawasikilize wananchi. Wanalalamikia nini? Wanatoa maoni yao wanasemaje? Ni vizuri kukaa pande zote mbili. KKKT kama amevamiwa, yeye aliuziwa. Majadiliano ya pande mbili yatafanya suluhu hii vizuri sana. Kwa sababu KKKT ataeleza, mwananchi ataeleza. Wakisharidhiana, ushauri serikali inakaa katikati. Wakisharidhiana, wao watakuwa wameridhiana. Kama hawajaridhiana, mmoja asiyeridhika, vyombo vya sheria vipo kwa sababu ya kumsikiliza yule asiyeridhika. Sasa kitu ambacho labda serikali nasema ni vizuri ikaheshimu sana uraia wetu na haki zetu katika taifa letu. Serikali imetoa hati sehemu nyingi sana, na sisi katika kuishi kwetu tumesikia. Wamesuluhisha maeneo mbalimbali ambayo watu walipata hati kabisa. Lakini kuna hati zilionekana hazijatolewa kwa misingi ya kisheria. Kuna hati nyingi zimefutwa nchi hii. Mara baada ya kuonekana zinakaguliwa na zinaonekana kwamba hizo hati labda kuna wakati mwingine alitoa bila kuzingatia vigezo vya kisheria. Kwa hiyo ni hivyo tu kwamba serikali sasa isimsaidie mtu mmoja katika huu mgogoro. Iwasaidie wote. Kama ni haki itolewe kwa wote. Serikali isisaidie upande mmoja na kutangaza yenyewe kana kwamba hilo eneo ni la serikali. Kama linunua na akapata haki kwa misingi ya kisheria, si aonyeshe alishiriki vipi, hatua za mwanzo, hatua za kati, hatua za mwisho, hati mpaka inatolewa ushiriki wake ulikuwaje. Hivyo, kwa hiyo asiwe shahidi serikali eti kwa sababu huyo analipa kodi. Analipa kodi ndiyo, lakini ulipaji wa hiyo kodi ni wa haki? Hiki ndicho mwananchi anauliza. Ni wa haki? Kama ni wa haki, tupewe majibu, lakini hati hiyo ilitolewaje, ushiriki wake upoje? Mimi labda nimalizie kwa kusema uzuri serikali yetu ya mkoa imejenga kwenye mtaa wa Lunyanywi taasisi mbalimbali. Imewalipa watu fidia vizuri sana. Mimi niseme rekodi ya Njombe, hatuna, wananchi wetu hawana kawaida ya kuvamia maeneo ya taasisi. Huu ndio mgogoro unaotisha miaka nenda rudi. Mimi niseme tu na kwa kupuuzia viongozi, ndio maana mgogoro unataka kuleta hatima isiyofikirika kwa sababu ya kuchelewesha kuwasikiliza wananchi au walalamikaji. Kwa serikali itatue matatizo ya watu wengine, hata baada ya hapa mgogoro mwingine ukitokea, iwe makini kupokea malalamiko ya watu bila kupuuza, ili kuja kuzama madhara mbalimbali. Ningetamani kufahamu kwa Magoda na Lunyanywi ni kama watu wangapi hivyo wanaguswa na mgogoro? Kwa kweli wazawa kabisa wa maeneo haya mbali na walionunua ni zaidi 50. Magoda na Lunyanywi, kwa sababu ikumbukwe kuwa hiki chote kilikuwa kijiji cha Magoda. Lunyanywi toka inabadilishwa kuwa mtaa kutoka kwenye kijiji cha Magoda ni miaka 10 tu. Na mimi ni kama mwenyekiti wa 3 ambaye kila kiongozi ameongoza kwa miaka 5. Kwa hata mimi nitakapomaliza muhula wangu wa miaka 5 itakuwa mtaa huu toka unatengwa ni miaka 15. Kwa hiyo sio muda mrefu. Sawa, shukrani sana. Kwa jina naitwa Gideon Steven Mwautenzi, mwenyekiti wa kijiji cha Magoda.
hapa leo kwa ajili ya Wapendwa waandishi wa habari, tupo hapa baada ya kupokea taarifa toka kwa mtendaji wa kata ya Mji Mwema kwamba wataalamu kutoka idara ya ardhi watakuja kuhakiki maendelezo ya watu ambao wamejenga kwenye eneo hili. Kwa hiyo wananchi tulikuja tujifunze, tuone hizo shughuli ambazo zitaendelea zipo katika mfumo upi. Maana mwananchi anatakiwa ajue kwanza zoezi linalofanyika, akishajua ndio aingie kulifanya vizuri. Tulichoambiwa na viongozi wetu ambao ni wakuu wa idara, wao walikuwa wanalazimisha kwamba watu waende site, kila mmoja asimame kwenye nyumba yake ili aweze kutoa taarifa zilizokuwa kamili. Kama eneo alipewa la urithi, kama alinunua, atoe vielelezo. Shuhudia ujio wa waziri takriban siku kadhaa zilizopita. Nini hasa ambacho mlizungumza naye na maamuzi yaliyotolewa yalikuwa ni nini? Manake tumeona tume imekuja hapa leo kwa ajili ya kuanza kufanya hiyo tathmini ambayo inafanyika. Kwa kweli ndugu zangu waandishi wa habari, ujio wa Mheshimiwa Waziri wa Ardhi tarehe 3 mwezi wa 4, sisi na mwenzangu kama viongozi tuliitwa kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa. Tulifika pale lakini tulitelekezwa. Waziri wa Ardhi pamoja na timu yake na wataalamu wote walikuja eneo la tukio. Walichotamka ndio hayo kwamba ardhi ni mali ya KKT. Lakini kama viongozi waliotuita hawakutushirikisha kwa lolote lile kabisa. Kwa kweli naamini kwamba nchi ya Tanzania tunavyotamka ni nchi ya amani. Kwa kweli watu wanaotangulia kuvunja amani ni viongozi. Kwa kiongozi wa ngazi ile angewaambia na angeongea na wananchi. Wananchi ni waelewa. Ni waelewa, wangelimsikiliza na wangelipokea ushauri wake. Lakini kwa yeye kukiuka, kuwabeza wananchi na sisi viongozi, kwa tunamshangaa anataka tengeneze kitu gani kwenye mazingira ya wana Magoda na wana Lunyanya. Tume hii imekuja kwa maelekezo ya waziri kwamba ije hapa na nyinyi kama wananchi ambao ni sehemu ya mgogoro mnapaswa kutoa ushirikiano ili tume iweze kufanya kazi. Maamuzi yenu ni yapi? Kwa maana ya msimamo wenu juu ya kutoa ushirikiano kwa hii tume ni yapi? Kwa kweli juu ya kutoa msimamo kwa wataalamu, tumegundua kuna kitu ambacho wananchi wetu wanaweza kutengenezewa mazingira ya tofauti. Maana bila kuelimisha mwananchi akatoa ushirikiano, ni tayari anaweza akapoteza haki zake zote za msingi. Tukitambua kwamba kesi ipo mahakamani. Kama kesi ipo mahakamani, basi tuache chombo cha mahakama kifanye kazi. Maana tume ikifanya kazi, imeingilia muhimili wa mahakama. Kwa kauli moja sasa mmetoka na jibu gani? Kwa kauli moja kwa kweli wananchi wote waliojenga na kuishi na wenye ardhi wamesema hawapo tayari kutoa ushirikiano. Basi Ndauka, mimi pia ni mshtakiwa, niliyeshtakiwa na KKT kwamba nimevamia eneo hilo, na kesi tayari ina mwaka wa 3 toka mwaka 2023. Hata sasa tunapozungumza tayari kesi kwa mahakamani inaendelea. Lakini kuna maelekezo ya waziri. Tumeyapokeaje? Ya maelekezo ya waziri, kwanza sina taarifa naye kama waziri alikuja, kwa sababu hata taarifa za ujio wake nimeona kwenye mitandao ya kijamii pamoja na TV, kwa maana kwamba alipokuja wala kiongozi wetu hata mmoja hakuna ambaye anaeleza kwamba walikaa naye. Tunaambiwa kwamba palikuwepo na diwani, palikuwepo na mtendaji kata wa kata ya Mji Mwema ambaye kata husika, lakini kadhalika kata ya Uwemba pamoja na mwenyekiti na mtendaji wake. Baada ya kupata nafasi ya kuzungumza na waziri, walikaa pale halmashauri kwa muda wa kutosha sana wakimsubiri waziri kwamba amekuja kutatua, basi ngoja tumsikilize kama wawakilishi wananchi. Kitu kile kikufanyika mpaka muda wa saa 9. Wakati ilipofika muda wa saa 9, tuliona magari yanashuka maeneo kwenye maeneo ambayo yanaelezwa yana uvamizi. Baada ya hapo waziri alitafuta sehemu moja na waandishi wa habari na viongozi alioambatana nao, akarekodi pale na kurusha moja kwa moja kwenye media. Na baadaye tukaona tu kwenye mitandao, tunapokea simu huko na kule kwamba waziri amesema eneo ni mali ya Waluteri, lakini pia waliuza serikali mwaka 2007. Sasa hapo ndipo ilipoanza ukakasi kwamba sasa 2007, lakini mezani kwa watu wa ardhi ndio ilianza mwaka 2002. Kuna barua na dokumenti zote zinazojitosheleza kwamba 2002 ulianza mgogoro. 2007 waziri anasema mwenyewe kwa kinywa chake waliwapa hati, lakini haonyeshi dokumenti ya maridhiano kati ya wananchi na KKT, haonyeshi. Yeye anasema tu 2007, kwa hiyo wako sahihi na hivi na hivi na hivi. Basi ndio tulipofikia. Lakini umiliki wenu nyingi
Umiliki wetu sisi ni wa asili, kwamba ni watu tuliozaliwa hapa, ni watu tuliokulia hapa. Sawa, jambo moja tunatamani. Wametueleza kwamba wao wanakuja kutekeleza maagizo ya waziri, na matekelezo yao ni kwamba wanatakiwa kupita kila nyumba na kila mahala palipoendeleza kwenye eneo hili lenye mgogoro. Mtu atahojiwa, kadhalika atatoa na dokumenti zake kwamba alipataje na hivi na vile na vile. Sasa sisi tumeuliza kwamba mnafanya kazi chini ya chombo gani, kwa sababu ishu hii iko mahakamani tayari, na ushahidi mojawapo wa mahakamani nilitoa dokumenti ambayo ilitokana na stop order ambayo walifungua upande wa Ruteli, ambayo ni hii hapa. Dokumenti hii hapa ambayo wakati kesi ikiendelea, hii kesi ndogo iliendelea pia, lakini tukawashinda kwa vigezo vya sheria katika namna ya ufungwaji wao, na kesi hii ikatupiliwa mbali. Maana yake ni kwamba baada ya stop order hii kutupiliwa mbali, bado wakapewa nafasi ya kufungua stop order nyingine, na tayari wamekwisha faili stop order nyingine. Kwa hiyo tarehe 29 nyingine tutapokea summons kutoka mahakamani ya stop order. Sasa swali tunawauliza wataalamu kwamba mnafanya kazi chini ya chombo gani? Kwa sababu ni kama mnauingilia uhuru wa mahakama. Kwa sababu unapouliza dodoso kunihusu mimi, maana yake ni kama ushahidi unaotaka kutengeneza upande wa pili. Sasa nikikupa kwa mfano dokumenti zangu wewe, na nikakupa maelezo yangu wewe, mahakamani nitapeleka kitu gani? Lakini wewe umetumwa na nani sasa? Kwa sababu je, serikali haiheshimu mihimili yake ambayo ni pamoja na mahakama, mahala ambapo tumegombana mara nyingi sana, hatukupata suluhu. Alipita waziri Mabula, alipita waziri Silaha, huko kote baada ya kushindikana, nao walishauri kwamba tuende mahakamani ambako ndiko chombo huru moja kwa moja. Basi nabii wao ndio tushtaki sisi wananchi. Kwa tuko tunahudhuria kesi kama kawaida, hakuna shida yote, lakini sio hivyo tu. Hao tena tunachopata ukakasi kwamba wanarudi tena kwa viongozi kupiga magoti kwamba wawasaidie. Sasa yeye amekwenda mahakamani, lakini yeye anarudi tena kwenye vyombo kwa viongozi kuomba msaada. Sasa tume inasema kwamba tuonyeshe ushirikiano na wao kwa viashiria vilivyomo, ni 100% kuwabeba Ruteli, kwamba tudodoswe ili upatikane na ushahidi unaojitosheleza ili kutupata mahakamani. Sasa inawezekanaje kumpa mbinu za kivita adui yako? Piga magoti kwamba wawasaidie. Sasa yeye amekwenda mahakamani, lakini yeye anarudi tena kwenye vyombo kwa viongozi kuomba msaada. Sasa tume inasema kwamba tuonyeshe ushirikiano na wao kwa viashiria vilivyomo, ni 100% kuwabeba Ruteli, kwamba tudodoswe ili upatikane na ushahidi unaojitosheleza ili kutupata mahakamani. Sasa inawezekanaje kumpa mbinu za kivita adui yako? Asante sana. 2007 umiliki wake, na walinunua eneo hili kutoka serikalini, na baada ya kulinunua kutoka serikalini walifuata taratibu zote kwa mujibu wa sheria, wakamilikishwa eneo hili. Mwaka 2019 kanisa ilimega eneo lake na kupima viwanja na kufanya mradi kama mnavyoona. Kipande hichi na zile nyumba kule kote ni mradi ambao ulipimwa na kanisa. Lakini wakati watu wanamilikishwa, wananchi wakaanza kuingia katika eneo hili. Sasa tumekuja leo, tumefanya vikao, niko na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa, niko na mheshimiwa mkuu wa wilaya, nipo na mheshimiwa mbunge, nipo na mstahiki meya. Wote tumefanya kikao kwa pamoja na kamati ya ulinzi na usalama na kuona ni namna gani bora tunatatua mgogoro huo. Sasa tunatuma timu hapa ya kuja kuweza kufanya tathmini ya uvamizi wa eneo hili, kwamba ni watu wangapi waliovamia eneo hili, na kipindi hicho kuanzia sasa naweka marufuku ya ujenzi wowote au uvamizi wowote kuendelea katika eneo hili. Lakini vile vile ukiacha kuweka marufuku hiyo, nina kuomba Mheshimiwa DC tumie vyombo vyako vya ulinzi na usalama kwa maana ya TAKUKURU kuweza kuhakikisha wanapitia nyaraka zote za wale waliouziwa na watu ambao sio kanisa, kuona walipataje maeneo hayo, na kama kuna wowote wale waliohusika watu wa serikali kusaini nyaraka zozote, basi hatua kali zichukuliwe, kwa sababu hapa ni eneo lenye umiliki halali kabisa. Lakini tutakaa sasa tuone baada ya tathmini hiyo tunatoka vipi katika hawa walioingia.
Sasa kuanzia leo hii tarehe 3 sitarajii kuona kuna wengine wanaingia tena kuanza ujenzi. Na yoyote ataingia kuanzia leo, na uzuri niko na mwakilishi wa wananchi, yoyote ataingia kuanzia leo, hatua kali dhidi yake zichukuliwe. Kwanza hiyo tuvunje kuanzia msingi, tusisubiri wakati mtu kashafika kwenye lenta. Tunapoona msingi unachimbwa tu, tuchukue hatua kali, tuvunje, tusimamishe ujenzi ule. Lakini vile vile yoyote yule ambaye atasema anamiliki hapa, tuchukue hatua kali kwa yoyote yule aliyemuuzia ambaye anatokana na serikali. Iwe serikali ya mtaa, iwe serikali ya wilaya, halmashauri na kadhalika. Mpaka hapo tutapopata suluhu ya eneo hili. Ndani ya wiki 2 tutakuwa tumeshapata namna gani tunatoka nalo hapa kwenda mbele. Sasa ndani ya hizi wiki 2 niwaombe wananchi muwe mnasubira, kusubiri kuona, kwa sababu kuna wengine wamenunua hawana hatia. Yeye alikuja, aliaminishwa, akaingia. Kuna mwingine ambaye amefanya kwa makusudi, kwa kufahamu hili ni eneo la kanisa. Sasa tutafanya hiyo tathmini na kuweza kupata majibu ndani ya wiki 2 na kuona ni namna gani tunatoka hapa. Lakini kuanzia sasa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipitie nyaraka za hawa wavamizi wote, ni nani aliwapa. Mheshimiwa DC, hili liko kwenye mamlaka yako. Na baada ya wiki 2 tutarudi tena hapa kuweza kutoa sasa maamuzi yaliyofikiwa na serikali. Lakini niliona ni vema leo mimi mwenyewe nifike uwandani nione hali ilivyo katika eneo husika. Na hali nimejionea, na baada ya hapo tutarudi kutoa maamuzi hapa. Basi baada ya kusema hayo, nashukuru sana jamani. Au kuna mwenye swali?